So guys, kuna kitu ambacho tunakidharau, lakini huenda kikawa kitu ambacho kitafanya mpaka watu wengine waanze kulalamika, ambao wanadhani ya kwamba vita haviwahusu. Nchi kama ya Qatar, nchi kama Saudi Arabia, Bahrain na UAE, Kuwait na Oman. Hizi ni baadhi ya nchi ambazo endapo Donald Trump Marekani na Israeli leo usiku tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 2026 wakifanya vile ambavyo wameahidi kufanya kwenye nchi ya Iran, basi huenda hizi nchi ambazo nimekutajia hapa zikapatwa na balaa lingine ambalo hawajalipata kuanzia vita hivi viweze kuanza, kwa sababu yule mkuu wa jeshi pia vilevile ambaye ndio msemaji mkuu wa jeshi la Iran na pia vilevile ameweza kuja hadharani na kusema kwamba chochote kile ambacho Donald Trump atakifanya ndani ya nchi ya Iran wakati wowote kuanzia sasa, hizi nchi ambazo ni kama wapenzi wao ama ni kama allies wao, wafuasi wao Marekani, basi chochote kitakachofanywa Iran, naye pia atahakikisha kwamba jambo lile limefanywa kule, atalifanya kwenye hizi nchi ambazo nimekutajia hapa. Nimekutajia Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, UAE, Kuwait na Oman. Ni kitu gani hicho ambacho huenda wakakifanya? Kwa sababu kwa sasa Mwamerika amesema kwamba endapo Iran haitokubaliana kwenye yale matakwa ambayo yeye anataka, ambayo tayari Iran wamekataa. Wamesema matakwa hayo ambao wanayataka Mwamerika ili vita viweze kuisha, amevikataa. Wakaja tena Mwamerika akaja tena vile vile akamwambia kwamba basi tukuwe na takriban siku 15 kwa siku 45 tuweze kusimamisha vita hivi ili tupiane wakati wa mazungumzo yaendelee, na baada ya mazungumzo endapo tutakuwa tumekubaliana vita hivi viishe, na kama tutakuwa tujakubaliana basi tuendelee kushambuliana. Ambapo Muiran naye pia vile vile akakataa. Kwa sababu gani Muiran amekataa jambo hilo? Amekuja akasema kwamba wakati tukimpa hizo siku 15 ama 45 Mwamerika kwa minajili ya mazungumzo, hatuwezi kamwe kabisa kukubaliana kwenye mazungumzo, kwa sababu anachokitaka yeye hataki kutusikiza sisi, na kwa sababu ya hivyo basi atataka kujipanga vizuri. Wenyewe amesema it's just America, they just want to regroup themselves so that whenever they come while they are so stronger than they used to be before. Na hicho ndio kitu ambacho Iran amekataa kabisa, kumpa nafasi Amerika kwenda kujiregroup tena ili aje na nguvu zaidi ya zile alizokuwa nazo sasa. Ndio pale ambapo amemwambia masuala ya ceasefire hatutaki, kama ni kupigana tuendelee kupambana mpaka tuone ni nani ambaye atawekwa chini. Na Mwamerika alikuwa amempa siku 10, akaja akampa masaa 48, na sasa amempa masaa 12, ambayo kwa sasa hapa kwa studio yangu ni takriban saa 9 sasa inaelekea, ambapo kuna takriban chini ya masaa 6 yaliyobakia, ili mradi tuweze kumuona Mwamerika ni kitu gani ambacho atakifanya kwa nchi ya Iran. Ambapo Muiran mwenyewe amesema endapo chochote kile kitakachofanya nchini mwake, hizi nchi ambazo ni majirani yake wataumia. Ni kwa nini hizi nchi wamesema wataumia, wakati ikiwemo nchi kama ya Qatar ambayo imejisalimisha tayari, hiyo ikasema kwamba haitaki kuingilia hivi vita na kamwe kabisa haitaki kuhusishwa kwa njia yoyote ile kwa hivi vita ambavyo vinaendelea. Na yeye akajitoa na kusema kwamba kamwe kabisa hatoruhusu makombora ya nchi yoyote kutumika kwenye ardhi yake ya Qatar na airspace yake ya juu, yani sehemu za anga za nchi ya Qatar, kamwe kabisa hazitotumika kushambulia nchi ya Iran, kumaanisha kwamba yeye kama Qatar ameweza kujitoa. Lakini Muiran akamwambia ya kwamba chochote kitakachofanyika ndani ya Iran kwa sasa, yeye pia ataumia. Ni kwa nini Muiran amesema hii? Kwa sababu mimi upande wangu naona kama Muiran yeye alikuwa anataka hawa ndugu zake ama hawa ambao ni wafuasi wa Amerika wamketishe Mwamerika na wajaribu kumuongelesha Mwamerika, wamwambia kwamba kwa sasa hivi vita achana navyo. Lakini ni dhahiri shahiri ya kwamba huenda kukawa kuna mazungumzo chini ya maji kwenye hizi nchi, na wanamwambia Mwamerika kwamba afanye hivi na hivi na hivi. Na sio hivyo peke yake, huenda pia ikawa kuna pesa ambazo nchi hizi zinafadhili wanajeshi wa Amerika ili watekeleze unyama wanaofanya ndani ya Iran. Na hiyo ndio sababu kubwa moja hapo ambayo Muiran amesema atazishambulia hizi nchi jirani yake kwa kulipiza kisasi ambacho Mwamerika atakuwa amekifanya ndani ya Iran. Na sio hivyo tu, nchi kama ya Qatar ambayo imejitoa kwenye hivi vita, pamoja na kwamba wamesema airbase ya Amerika ambayo iko pale na ni moja airbase ambayo ni kubwa zaidi kabisa ndani ya guba zima la Uarabuni ama ile
Gulf countries zote, ukiangalia ile airbase ambayo ni kubwa zaidi ama military base ambayo ni kubwa zaidi ya Amerika iko ndani ya nchi ya Qatar. Kwa sasa imefungwa, kwa sasa haitumiki, na sheria kauli ambayo imetoka kwa serikali ya Qatar ni kwamba airbase ile isitumike kwa kushambulia nchi ya Iran. Lakini Iran amesema hiyo haitoshi. Kitu ambacho Mwirani anataka Mkatari afanye ili aweze kumsamehe completely ni kwamba ile airbase ifungwe kabisa na vifaa vyote vitolewe, na isemekane ya kwamba hakuna airbase ya Mwamerika ndani ya Qatar. That is one. Second, kusikuwe na embassy ya America or Israel ndani ya Qatar. These are the things that Iran they want to see from their neighbors. Once nchi yoyote kwa majirani zake Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman na nchi ya UAE haipaswi kuwa na airbase ama military base ya Mwamerika ama Mwisraeli kwa hizo nchi. That is one. Second, hawafai kuwa na embassy ya Mwisraeli wala Mwamerika kwenye hizo nchi, wakimaanisha kwamba hawataki hawa ndugu zao ambao wamewazunguka wakuwe na allies zozote ama wakuwe na ushirikiano wowote ule na nchi ya Marekani na nchi ya Israeli. Hicho ndio kitu ambacho yataka. So Qatar inahifadhi kambi kubwa zaidi ya Marekani, Al Udeid. Marekani imeahidi kulinda miundombinu ya Qatar baada ya Iran kushambulia viwanda vya gesi vya Ras Al Khaimah. So Mwamerika amewaahidi Qatar ya kwamba wasijali na wasio na wasiwasi, kwa sababu hao kama Amerika watawalinda wa Qatar, vitu vyao visiweze kuharibiwa. Saudi Arabia inahifadhi mali za kijeshi za Marekani katika kambi ya Prince Sultan, imeathiriwa na mashambulizi ya makombora ya Iran kwenye vituo vyake vya petrol. So kwa sasa tunavyoongelea, moja ya kituo kikubwa zaidi duniani ambacho kinapatikana ndani ya Saudi Arabia ambacho kinatumika kwa usambazaji wa mafuta duniani kote kiliweza kushambuliwa na nchi ya Iran, na yote hino ilifanywa kwa minajili ya kwamba Saudi Arabia aache kuwa rafiki wa Iran, aache kuwa rafiki wa Amerika, ili Amerika abaki peke yake, asiwe na marafiki na asipate nafasi ya kushambulia tena, kwa sababu mashambulizi yake mengi sana ambayo Amerika alikuwa anayatimiza kwa nchi ya Iran ilikuwa ni mashambulizi ambayo yanatumika ama yanatoka kwenye ardhi za marafiki zake ama ndugu zake ambao wako nchi za Uarabuni. Bahrain nyumbani kwa kikosi cha 5 cha jeshi la majini la Marekani. Mifumo yake ya ulinzi imezuia mamia ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani kutoka Iran tangu kuanza kwa mzozo huu. So zile missiles ambazo zilikuwa zinarushwa kutoka nchini Iran ili zielekee sehemu tofauti tofauti, Bahrain ndio ilikuwa inaongoza kwa kuzuilia makombora yote hayo. Hivyo basi Bahrain wameambiwa pia hao chochote kitakachofanyika usiku wa leo ndani ya Iran chao pia kitakuwa kiko motoni. UAE, Kuwait and Oman zote zina mkataba na ushirikiano wa ulinzi wa Marekani na zinahifadhi wanajeshi wa Marekani, lakini pia zinakabiliwa na vitishio vya moja kwa moja kutoka kwa Iran. So utaona wazi kabisa hali itakuwa tete endapo Mwamerika atafanya kile kitu ambacho anataka kukifanya. Kikweli kabisa, on my side, mimi sioni kama kuna lolote kubwa ambalo litatokea kwa nchi ya Iran, japokuwa nafikiri ni vitisho ambavyo Mwamerika anaendelea kuvitumia ili mradi Iran aweze kusalimisha ama aweze kuinua mikono na kusema kwamba hivi vita yeye ameviacha na ule mlango wa bahari ambao unatumika Hormuz uweze kufunguliwa. Kwa sasa Iran wamesema hawana funguo za kufungua mlango wa Strait of Hormuz, wakati Donald Trump anazidi kuwatukana kwa matusi na kuwaita majina mabovu ya kizungu kama the beach, ya kwamba wanapaswa kufungua mlango huo haraka wepesi sana, la sivyo leo usiku hakutakuwa na nchi ambayo inaitwa Iran. Tusubirie tuone kitu gani ambacho kitatokea usiku wa leo.